Wataalamu wengi wa kuuza watakwambia ili ufanikishe kumuuzia mteja ama ufanikishe kumuuzia mtu yoyote, basi inatakiwa ufanye ajihisi kama hauziwi, badala yake ufanye kama ni kitu kingine tofauti na kumuuzia. Yani wao wanaita yani unamuuzia mtu alafu yeye mwenyewe anakuwa anajihisi kama hauziwi. Ni miongoni mwa siri ambazo wataalamu wengi sana wa kuuza huwa wanazitumia. Na kwenye episode ya siku ya leo nataka nikufundishe njia 5 ambazo unaweza ukazitumia wakati wa kuandika caption za matangazo yako, lakini pia muda wa kuandaa ad creative zako, kwa namna ambayo utaweza kutumia maneno ambayo hayatakuwa yanamuonyesha mtu kama unamuuzia, badala yake atakuwa yanamposition sehemu sahihi ambayo itaonekana ni kama unamsaidia fulani. Na hii ni miongoni mwa mbinu ambazo of course nimekuwa nikizitumia kwenye matangazo mengi sana ya Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo unaweza ukakopi na ukaendelea kupata matokeo ambayo ni mazuri zaidi. Kwa hiyo unatakiwa kusikiza kuanzia siri ya kwanza mpaka siri ya mwisho. Na of course ukifanikiwa kufika kwenye siri ya mwisho utakuwa na uwezo mkubwa sana kuweza kutengeneza matangazo ambayo atakuwa na uwezo wa kuuza kwa wateja ambao unawataka bila wao kuhisi kama wanauziwa, kwa sababu always kama nilivyosema, watu wanapenda kununua lakini hawapendi kuuziwa, kwa sababu mtu anajua tu kwamba ikija kwenye swala la kuuziwa ina maana kwamba naenda kupoteza pesa yangu, lakini kununua wana feel kama ni sehemu nzuri tu, ni kitu ambacho ni cha kawaida. Sasa hizi siri 5 unaweza kuanza kuzitumia sasa hivi. Na siri ya kwanza, wakati wa kutengeneza ad creative zako ama caption zako za kwenye matangazo, unatakiwa ku speak direct kwenye pain point. Yani wewe unatoa huduma ama unauza product ambayo inaenda kusave kitu fulani. Inawezekana labda ni supplement ambazo zinaenda kumpa mtu afya njema, inawezekana ni dawa ambazo mtu ataenda kuzitumia kwa ajili ya kujitibia baadhi ya magonjwa. Hivi ni product zingine ambazo zina kazi tofauti. Sasa badala ya kuweka caption ambazo zinazungumzia labda product yako, the way ambavyo ipo, ubora product yako, wewe unatakiwa kuandaa caption ama ad creative ambazo zina speak direct kwenye ile pain point ambayo wewe unaitatua. Kama unauza dawa ambayo inapunguza watu vitambi, basi I have to speak direct kwenye pain point ambayo una deal nayo direct. Na hii ni njia ambayo of course wafanya watu wengi wa take action kiurahisi, action ya kuweza kununua product zako, kwa sababu wao wanahisi ni kama wewe umewaelewa zaidi, kwa sababu the more unazungumzia zile pain point, ndio mtu anaweza akapima pia kwamba okay, kwa namna ambavyo hii imeandaliwa, the way ambavyo huyu anazungumza, ina maana kwamba anakijua kitu ninachopitia. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuweza kuwashawishi. Hiyo ni namba 1. Lakini pia namba 2, unatakiwa kutumia yale maneno ambayo hayana kona, maneno ambayo yapo clear, simple and clear. Haya ni maneno ambayo utatumia ambayo mtu akisoma tu even kwa juu anakuwa amepata ile message ambayo ulikuwa unataka kuifikisha. Ndio unaweza kuwa umeandika umespeak direct kwenye pain point, lakini the way ambavyo umewasilisha message yako, the way ambavyo umeframe caption zako, ikawa ni kama ina vitu vingi ambavyo sio rahisi mtu kuweza kuvielewa. Umetumia maneno ambayo ni magumu, maneno ambayo labda unayajua mwenyewe kitaalamu, lakini watu wengi hawajui, wale wateja wako. Kwa hiyo unataka kutumia lugha ambayo iko clear na simple, mtu hata kiona kwa juu anaelewa kitu ambacho unakizungumzia. Na hii ni miongoni mwa siri ambayo of course itakupa wateja wengi sana, kwa sababu watu wako busy sana. Ukiandika vitu vingi, ukiandika vitu vigumu, mtu badala ya kuendelea kusumbuka kusoma vitu ambavyo umeviandika, anaweza akascroll na kaendelea na mambo mengine. Kwa hiyo ukiandika kitu ambacho kiko simple na clear, ni rahisi mtu mwenyewe kuweza kusoma na kuelewa ile message, kwa sababu the main reason wanasema the main reason ya kuweza kuandika maneno ambayo yanakuwa ni simple na clear ni kwamba tunarahisisha hata msomaji anapokuwa anaisoma, basi adigest vizuri ile kitu ambayo umeweza kuipresent kwenye hiyo tangazo lako. Lakini pia siri ya 3, unatakiwa kufocus zaidi na faida za kitu ambacho unakiuza, badala ya kufocus na vitu ambavyo vinaunda hicho kitu. Wazungu huwa wanasema focus on benefit, not on features. Yani badala ya kusema labda simu zetu labda zinakuja na cover ambayo ni ngumu, badala yake sasa unatakiwa kuzungumzia sasa ni faida ipi ambayo inatokana na hiyo cover ngumu, ili mtu anapokutana na hizo tangazo ama anapokutana na matangazo yako inakuwa ni rahisi kuelewa kwamba okay, kumbe hii product yao ina hichi kitu na hichi kitu kinasaidia
kuweza kitanipa faida fulani hivi. Huwa naona sana watu wanauza hizi electronics, sana wenzangu wanauza simu, wanauza laptop. Utakuta mtu anakuandikia labda simu yetu ina RAM kubwa, labda ina storage kubwa, lakini kuna watu ambao hawaelewi chochote kuhusiana na hizo RAM. Kwa hiyo the best way ambayo utawashawishi zaidi ni kwamba let's say labda sisi tunauza simu ambazo zina RAM kubwa, ama tunauza laptop ambazo zina RAM kubwa, na RAM labda utaelezea na kazi gani kwenye simu na namna ambayo itakuwa ni ya kuweza kumshawishi zaidi. Na hivyo unaweza pia ukaiframe katika ile point ya kwanza ambayo tulizungumzia ya kwenda direct kwenye pain points, kwamba labda okay, simu zetu zina RAM kubwa ambayo itakusaidia labda kuweza kurun program nyingi kwa wakati mmoja bila kuweza kukwama. Unaona ni kama inakuwa ni rahisi hata mtu mwenyewe kuweza kukuelewa vizuri kitu ambacho na kizungumzia. Lakini pia siri ya 4 na siri ya mwisho ni kwamba unatakiwa kumalizia na call to action ambayo inaendana na kitu ambacho nakitaka. Call to action ni the way ambavyo wewe unataka watu wafanye kitu gani baada ya kuwa wamelisoma hilo tangazo lako. Ndio mtu ameona pale umespeak direct kwenye pain point, umetumia lugha ambayo iko simple na clear, and then umefocus kwenye benefits. Sasa anataka baada ya kuwa amemaliza kuangalia hicho afanye nini. Hapo ndio inapokuja umuhimu wa call to action, na watu wengi huwa hawapendi kujiongeza sana bila kuwa directed. Ni lazima umdirect, anatakiwa kufanyaje, and then yeye ndiye atafanyaje, ataenda kuna hicho kitu ambacho wewe unataka akifanye. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza call to action ambazo ziko vizuri sana, zinamdirect mtu ni kitu gani ambacho akifanye. Kama unataka aje DM kwa ajili ya kununua, mwambie njoo DM. Kama unataka aende kwenye website ama landing page akaview, nenda mwambie. Kama unataka aje WhatsApp, mwambie njoo WhatsApp. Kama unataka aje as a form, fanya hivyo, kwa sababu hivyo ndivyo vitu ambavyo vitakuletea wewe matokeo mazuri kwenye matangazo ambayo unakuwa unayafanya. Na hii ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo itakusaidia wewe kuweza kutengeneza matangazo bora, na mwisho wa siku ukapata matokeo ambayo yako mazuri zaidi katika biashara yako unaoifanya katika hizi platforms za Meta. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, tafadhali share naye. Lakini pia usisahau kuniachia comment yako hapo chini, kitu gani ambacho umejifunza na ni kitu gani ambacho unawishi kuweza kujifunza kwenye hizi episode ambazo zinafuata. Mimi naitwa Joram Tanzania.